Kutoka makao makuu ya jeshi la polisi hapa nchini kwa maana ya Dodoma, Tanzania. Jeshi hilo limeutangazia umma wa Tanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, na pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma na Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, ambao zimesababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kumeleta athari kubwa. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi hilo Novemba 7 mwaka huu imeeleza kuwa mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo pia wameharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi CCM. Aidha, jeshi la polisi limeendelea kueleza kuwa baadhi ya mali za watu binafsi zimeharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo. Pia wamehusika kufanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Taarifa hiyo imesema pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini pia kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Kupitia taarifa hiyo pia jeshi hilo limesema kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, linawasaka kwa ajili ya kuwakamata Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximilian Kadoto, Deogratias Cosmas Mahinyila, Boniface Jacobo, Hilda Newton, Awadi Kalonga na Amani Golugwa, ambapo watu hao wametakiwa kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja pindi waonapo taarifa hiyo popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi nchini limesema hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wameshakamatwa zinaendelea nchini kote na kwamba Novemba 7 mwaka huu baadhi yao wamefikishwa mahakamani. Jeshi hilo pia limetoa onyo kwa mtu au kikundi cha watu kinachopanga kufanya uhalifu wa aina yoyote ile kuwa halitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi yao. Nikukumbushe tu kwamba taarifa hii ya jeshi la polisi inakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na mamia ya Watanzania, hususan wengi wao wakiwa vijana ambao wamekamatwa na katika maeneo mbalimbali nchini, lakini baadhi yao mamia pia wakifikishwa mahakamani. Mfano, katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam siku ya jana peke yake ni kwamba washtakiwa zaidi ya 240 walifikishwa katika mahakama hiyo na kusomewa mashtaka ya uhaini. Lakini kama hiyo itoshi, kule mkoani Kigoma, diwani wa kata ya Kasimbo wilaya ya Kigoma mkoa wa Kigoma kupitia chama cha ACT Wazalendo Juma Mzee Shabani akiwa na watu wengine 10, wao wanakabiliwa na mashtaka mawili ya unyang'anyi wa kutumia silaha na kuchoma vitu moto kwa makusudi. Shabani ambaye ni diwani pekee wa ACT aliyetangazwa katika manispaa ya Kigoma Ujiji akiwa na wenzake wanatuhumiwa kufanya makosa hayo katika ofisi ya serikali ya mtaa wa Kagera, tukio linalodaiwa kutokea Oktoba 30 mwaka huu wilayani humo. Katika shtaka la kwanza, washtakiwa wao wanadaiwa kuiba meza 5 za utendaji na viti 11 vya ofisi vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 3.38, mali ya ofisi ya mtendaji wa kata ya Kagera. Na kabla na baada ya wizi huo walidaiwa kumtishia Jafari Hassan kwa mapanga, mawe, fimbo na chuma ili waweze kupora na kubaki na mali hizo. Katika shtaka la pili, washtakiwa hawa wanadaiwa kuchoma moto ofisi ya mtendaji wa kata ya Kagera, mali ya halmashauri ya manispaa ya Kigoma yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 59.3. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ya jinai namba 26 ya mwaka 2025 inayosikilizwa katika mahakama ya wilaya ya Kigoma ni Ibrahim Hamisi, Silabu Maria Tabu Kasilabwe, Ahmad Hamisi Ismaili, Mohamed Abdalla Hamisi, Musa Hamisi Musa, Bakari Khalid Rajab, Abubakar Jumanne Kabuga, Ayubu Hassan Juma, Fadhili Jumapili Fadhili na Ramadhan Kasim Toma. Lakini
Kwingine ambako wengine wamekamatwa basi ni watu 9 ambao wamefikishwa mahakamani kule Makambako Njombe, na wao pamoja na mambo mengine wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Njombe wakikabiliwa na tuhuma za kosa la uhaini na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Makosa ambayo waliyafanya kwa kipindi cha kati ya mwezi Machi mpaka Oktoba 30 mwaka huu. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali Magdalena Wela amesema watuhumiwa hao ni Erasto Nzenge mwenye umri wa miaka 31, Jafet Kimbe miaka 27, Simon Mlelwa miaka 23, Masondole Manyama miaka 33, Stanley Mbembati miaka 39, Arnold Tunduru miaka 30, Fadhili Nguvila miaka 25, Patrick Mpagike miaka 37 na Prosper Mbwilo miaka 26. Washtakiwa hao wamepandishwa kizimbani siku ya hapo jana na kusomewa mashtaka mawili ya kesi namba 26483/2025 mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Njombe Matrida Kayombo. Akisoma mashtaka hayo, mwanasheria wa serikali Magdalena Wela amesema kosa la kwanza ni kuwa kwa nyakati tofauti ya mwezi Machi mpaka tarehe 30 Oktoba mwaka huu katika maeneo tofauti ndani na mkoa wa Njombe walikula njama na kutenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa ya jinai, marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Lakini pamoja na mambo mengine, wako pia kadha wa kadha ambao wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, baadhi yao katika mikoa mbalimbali. Katika jiji la Dar es Salaam nilikueleza kwamba zaidi ya watu 200 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi. Miongoni mwa watu hao yumo mfanyabiashara maarufu kabisa, hapa namzungumzia Jennifer Jovin, ama wengi wamezoea kumfahamu kama Nifa. Pamoja na mambo mengine, makosa ya uhaini pia nayo yanawakabili, wakidaiwa kula njama, lakini wengine pia wakidaiwa kutenda kosa la uhaini moja kwa moja. Ziko taarifa nyingi kuhusiana na jeshi la polisi, taarifa za mahakama na kile ambacho kinaendelea baada ya athari zilizotokea baada ya kuanzia Novemba 29 mwaka huu.